Mali imekumbwa na mashambulizi kadhaa yaliyoratibiwa alfajiri ya leo yakilenga vikosi vya jeshi katika maeneo mbalimbali nchini humo. Kundi la wanamgambo lenye uhusiano na Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, linashukiwa kuhusika na mashambulizi haya ambayo yameendelea kuongezeka katika wiki za hivi karibuni. Mashambulizi haya yaliripotiwa kutokea katika maeneo 7 tofauti katika kanda za kati na magharibi mwa Mali, yakiwemo Kayes. Vituo vya kijeshi na vya polisi huko Gayes viliharibiwa vibaya katika mashambulizi hayo. Niono, Molodo, Diboli karibu na mpaka wa Senegal, Sandea, Nioro du Sahel kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bamako karibu na mpaka wa Mauritania, pamoja na Gogu. Taarifa kutoka jeshi la Mali zimehakikisha kuwa mashambulizi hayo yaliripotiwa mapema asubuhi ya leo. Ingawa hakuna kundi lililotangazwa kuhusika mara moja, mtindo wa mashambulizi unafanana na operesheni za hivi karibuni za JNIM. Kufuatia mashambulizi hayo, jeshi la Mali lilijibu vikali. Kuna ripoti kwamba wanamgambo kadhaa walikamatwa na wengine kuuawa katika mapigano yaliyofuata. Jeshi limesema kuwa linafuatilia kwa karibu hali hiyo na litatoa taarifa zaidi hivi karibuni. Mashambulizi haya yanakuja huku Mali ikiendelea kukabiliwa na hali mbaya ya usalama kwa zaidi ya miaka 10, ikipambana na vikundi vya waasi vinavyohusishwa na Islamic State na Al-Qaeda, pamoja na historia ndefu ya uasi ulioongozwa na Tuareg kaskazini mwa nchi. Katika mwezi uliopita pekee, jeshi la Mali limeshambuliwa mara 2 pakubwa na vikundi vya Kiislamu. JNIM imekuwa ikiongeza kasi ya operesheni zake kaskazini na kati mwa Mali katika wiki za hivi karibuni kufuatia mashambulizi makali nchini Burkina Faso. Mnamo Juni 2, wanamgambo wa JNIM walifanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi katika jiji la kimkakati la Timbuktu kaskazini mwa Mali na pia kulenga kituo cha kijeshi cha anga kinachohifadhi mamluki wa Urusi. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya askari wa FAM, vikosi vya wanajeshi wa Mali, na kuonyesha uwezo mkubwa wa waasi. Picha na video zimetawanyika kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha athari za mashambulizi hayo. Hata hivyo, uhalisi wa picha hizo bado haujathibitishwa kikamilifu na vyanzo huru. Serikali ya kijeshi nchini Mali, ambayo ilichukua mamlaka mwaka 2020, imeahidi kipaumbele katika usalama, lakini inakabiliwa na changamoto kubwa katika kukabiliana na maendeleo ya vikundi vya jihadist.